Vituko vya mtoto wa Paula vinazidi kuongezeka. Kuna wale ambao walikuwa wakihisi kwamba mtoto wa Paula ni moja kati ya watoto ambao wapole kweli kweli. Yaani sifa yake kubwa aliyokuwa na trend nayo kwenye mitandao ya kijamii ni kula. Yaani watu walikuwa wanasema kwamba ni mtoto ambaye ni mpole, ni mtoto ambaye ni mtulivu, ni karembo, ila tu kana sifa ya kupenda kula. Yaani chochote kile ni mdomoni. Mara nyingi sana posti zake nyingi sana ambazo tunakutana nazo kwenye mitandao ya kijamii huwa ni zile ambazo anakula tu. Of course akanapenda kula. Mtoto unajua akiwa na umri afu akipenda kula basi ni jambo ambalo linapendeza sana. Sidhani kama huyu mtoto bado ananyonya, licha ya kwamba ni anatimiza miaka miwili. Yes, mwezi wa 5 mwaka huu, lakini ni mtoto ambaye kwa kweli kabisa anapenda kula. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kuonekana kwa mtoto huyu na bado kombe la upole linaendelea kubaki kwa naye ambaye ni mtoto wa Nandy. Mtoto wa Nandy tangu tulipoanza kutambulishwa machoni kwetu ama alipoanza kuletwa kwetu, of course watu wengi sana walimuidentify kwamba ni mtoto mtulivu, ni mtoto mpole, na mpaka sasa hivi hatujawahi kuona vituko vile, yani vituko hapana. Yani utamkuta tu yuko na simu yake, utamkuta tu yani katulivu. Mimi sijai hata kusikia sauti yake. Of course niliwahi kusikia sauti ya Naya siku ile ambayo alikuwa anatangaza Naya Villa, lakini unamuona kabisa hana mapepe. Lakini mtoto huyu wa Paula hatuelewi karithi kwa mama ama karithi kwa baba ama karithi kwa babu ama amerithi kwa bibi ambaye ni Kajala, kwa sababu wazazi wake wote ni mastana. Tunaona mambo ambayo wanayafanya huko kwenye mitandao ya kijamii mpaka kaweza kujulikana hadi leo hii. Huyu hapa ni Amara katika ubora wake. Mtoto huyu bana tangu alivyojua kukisi hatupumui. Kuna posti mbalimbali zinakuwa zinamuonyesha akikisi na kasauti kake afa ana sauti fulani, ana toni fulani hivi kama ya mama yake ambaye ni Paula, unaelewa. Sasa hii hapa ni posti ambayo Kajala alishare kwenye Snapchat yake akionyesha kwamba mtoto huyu yupo ndani ya friji, na kila akiambiwa kwamba umefuata nini kwenye friji hajali wala nini, yani ni haelewi. Unajua akili za utoto, ndo kwanza anacheza alafu anamkisi bibi yake, yani kukuta kwenye friji yule anakuambia hai, yani kama yani anakusalimia hai, alafu akamkisi bibi yake ambaye ni Kajala. Mara nyingi sana Paula anapokuwa kwenye shughuli zake, mtoto huyu anamwacha kwa bibi yake ambaye ni Kajala. Na Kajala ukipita kwenye page zake kwa Instagram, Snapchat, mara nyingi sana amekuwa akiandika na kumwambia Kajala, na kumwambia Paula, njoo mchukue mtoto wako, ni mtundu. Yani anaka utundu fulani hivi. Unajua watoto katika umri huu ni wamechachuka, kuna vitu vingi sana ambavyo wanavifanya alafu ni vya kukera. Kuna siku Paula alingatwa, unajua na mama alingatwa na huyu mtoto, akatamani kumzabua, yani kumpiga, ila tu alimrusha chini. Yes, of course alimtandika unaka kibao fulani hivi, afu alimpiga, alafu akamweka chini kwenye kochi. Kwa hiyo ni umri ambao yani ni watoto lazima tuwe watundu, lakini hili jambo la yeye kukaa kwenye friji ni kitu ambacho kimefurahisha wengi, licha ya kwamba kwenye kundi la mamba na kenge hawakosekani. Kuna wengine wamemsema kwamba wewe kukaa kwenye friji sio afya jamani, kwani ndo anakaa kwenye friji siku zote, kwani anaishi humo? Si vituko tu vya watoto katika harakati za kufurahisha watu, ama tuonyeshe kwamba huyu mtoto ni mtundu. Ndo hivyo sasa. Unajua bana, kuna watu maisha yao asilimia kubwa ni ya kuposti ama nini. Kwa hata hiyo pia ilionekana kuwa ni content, kwa hiyo Kajala akaamua kutupostia, lakini si kwamba mtoto huyu anaishi ndani ya friji. Basi bana, kuna watu wengi wakaja kwenye upande wa comment huko, kama huyu alicomment akasema si vizuri kwa afya ya mtoto kukaa kwenye friji. Watu wakaja wakamwandama, wakamwambia kwamba ila jamani kuna wajuaji, yani kuna wajuaji, kwani wao ndo wamemweka ama yeye ndo kajiweka mwenyewe utundu wake tu. Mara ngapi tunakuta watoto wanakula chumvi, tumekuta watoto wamejipaka mafuta ya mgando kopo zima, tunawakuta yani ni vituko tu ambavyo of course vipo. Na yani katika stage hiyo ama ikifika stage fulani vya watoto lazima tukutane na mambo mengi sana. Mwingine alicomment akasema kwamba ila anyway, mwingine alicomment akasema yani Kajala anaona raha mpaka raha tena. Mwingine amecomment akasema ulitaka akae wapi na hili joto, huku mwingine akicomment akasema kanatafuta chakula bana. Huyu alicomment akasema kazi ipo hapa, mtoto ni malaika. Huyu amecomment akasema mgagana mpwa hali wali mkavu, mwache mjukuu ajitafutie chochote kitu.
mtoto. Kwa wengine wanafikiri kupenda kwake kula huyu mtoto wa Paula ni ambaye ni Amara ndicho kilichomfanya aweze kufungua friji aangalie kama je kuna kitu chochote cha kuchukua kula, chokoleti, biskuti na kadhalika, kwa sababu kanapenda sana kula haka. Wao anasema kazi ipo watoto. Mwingine anatafuta hai imefichwa kwenye friji. Mwingine wengi sana wale comment kwa kucheka. Unaona mwingine alicomment akasema vitoto vya siku hizi vinajua kuzuga eti hai. Of course hapo alipofumwa alijikuta anasalimia. Sasa unajua ukifumwa kwenye jambo yani kutarajia kuona alafu mtu ghafla pap akaja akakuona, lazima tu utatafuta gia ya kuanzia. Kwa hiyo alianzia kwa kusema hai. Huyo amecomment akasema Amara kumtekenya ni ngumu sana. Huyo amecomment akasema anatafuta kula kwa sababu anapenda sana kula. Kwa hiyo ni moja kati ya video ambayo imesambaa huko ikionyesha utundu wake. Kuna siku pia nilikutana na video ikimuonyesha mtoto huyu anafanya nini. Of course anajipaka paka naye anajiremba. Yes, anajiremba yani anajipaka lip shade nini. Kuna video nyingine niliona yupo yeye pamoja na mama yake pamoja na bibi yake ambaye ni Kajala. Mamake anamwambia kiss me, anamkisi, anamwambia mkisi bibi, anamkisi. Kwa ni mtoto ambaye katika umri huu ameshaanza kuelewa vitu vingi sana. Yani ameshaanza kuelewa vitu vingi sana. Paula mwenyewe alishawahi kutuambia kwamba Amara amechelewa tu kuongea. Yani alichelewa kutembea, of course, yani alichelewa kutembea, ila kuongea amewahi sana. Yani amewahi sana, ila kutembea alichelewa, ila kuongea kujua vitu hivi ni mtu ambaye aliwahi sana kuzungumza kuliko hata kutembea. Kwa hiyo iko hivyo jamani. Huyu hapa ni binti Omari Mwanga, mtoto wa Omari Mwanga. Unamjua Omari Mwanga? Omari Mwanga ni Mario jamani. Tuzoezoe pia kuaita majina ambayo pia ndio waliozaliwa nayo. Of course ni mtoto ambaye naona vile vile tapati ya posti anabebwa na Harmonize. Siku hizi anamtambua kama Harmonize ni babu. Kila maisha anaenda kasi. Bado ni mtoto ambaye akiangalia hivi ni akikaa hivi ni star, akigeuka huku anamuona star, akifanya hivi anamuona star. Ni mtoto ambaye amezaliwa kwenye familia yake star kwa sababu mama yake ni star. Ukija kwa baba yake ni star, ukija kwa bibi ni star, ukija kwa babu ambaye ni baba wa Paula ni star, alafu ukija kwa babu mwingine mdogo ambaye ni boyfriend wake Kajala kwa sasa hivi ni star ambaye ni Harmonize. Kuna wengine hawa watu wa karibu na hii familia kama vile wakina Hamisa bana, wakina Lamata nao pia ni mastaa. Yani mtoto hello. Anyway, achilia comment yako kuhusiana na huu tundu wa huyu mtoto wa Paula. Je, ulifikiria kwamba atakuwa mpole ama ni vipi? Lakini wengine pia wamesifia ana afya fulani vya amazing, yani sio nyororo. Kwa hiyo kongole ziende kwa Paula namna ambavyo anajitahidi pia kuhakikisha mtoto wake basi anampatia matunzo vizuri, kama ni vyakula kama nini kanakuwa kanabaki katika mwili fulani hivi wa kupendeza, yani afya inakuwa ni kama ni ana afya nzuri hivi. Achilia comment yako, lakini kwa habari nyingine zaidi endelea kutufuatilia.